Waziri wa Nishati Deogratus Ndejembi amekutana kufanya mazungumzo na wamiliki wa kampuni za mafuta nchini pamoja na viongozi wa taasisi zilizo chini ya Wizara ya Nishati zinazoshughulikia sekta ndogo ya mafuta na gesi. Kikao hicho kimefanyika jana katika ofisi ndogo za wizara jijini Dar es Salaam, kikilenga kujadili mwenendo wa biashara ya mafuta na upatikanaji wake nchini. Akizungumza katika kikao hicho, Ndejembi amewahakikishia wadau hao kuwa serikali imejipanga kuhakikisha upatikanaji wa mafuta unaendelea kuwa na wa uhakika, huku akisisitiza umuhimu wa kuzingatia sheria, kanuni na taratibu za biashara hiyo. Amesema ushirikiano kati ya serikali na sekta binafsi ni muhimu katika kuimarisha utulivu wa soko la mafuta na kulinda maslahi ya wananchi pamoja na wadau wa sekta hiyo. Zanzibar. Watu 40 wanaosadikiwa kuwa ni raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wameokotwa baharini katika eneo la Kengeja, wilaya ya Mkoani, baada ya chombo chao kuzama. Mkuu wa wilaya ya Mkoani Miza Hassan Fak alifika eneo la tukio na kuamuru majeruhi 39 wapelekwe katika hospitali ya Abdallah Mzee kupatiwa matibabu ya dharura, huku mtu mmoja kati yao akiwa tayari ameshafariki dunia. Kaimu mkuu wa mkoa wa Kusini Pemba, Mgeni Hatib Yahya, ametembelea hospitali hiyo na kuagiza idara ya uhamiaji kushughulikia taratibu za kisheria kwa watu hao mara tu hali zao zitakapotengama. Dar es Salaam. Naibu waziri wa maji Mhandisi Kundo Mathew amekutana na watendaji wa sekta ya maji mkoani Dar es Salaam pamoja na mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira DAWASA katika kikao kazi kilicholenga kupokea taarifa hali ya utoaji wa huduma ya maji katika mikoa ya Dar es Salaam na Pwani. Akizungumza katika kikao hicho, Mhandisi Kundo amewahimiza watumishi wa DAWASA kufanya kazi kwa juhudi katika kuhakikisha wananchi wanapata huduma ya maji inapatikana, huku akisisitiza umuhimu wa kuongeza ubora wa huduma kwa wateja na kuimarisha mapambano dhidi ya upotevu wa maji. Amesema kuboresha huduma kwa wateja kutasaidia kuondoa malalamiko hata wakati changamoto inapotokea, na kuwataka watumishi kuendelea kufanya kazi kwa bidii na kaidi ushirikiano wa wizara kwa wakati wote. Unaendelea kusikiza Jicho la Nje kutoka hapa Big City Breakfast, na hivi sasa ni habari za kimataifa. Rais wa Uganda Yoweri Museveni amesema alinusurika ajali baada ya kupoteza mwelekeo wa gari lake kwa muda alipokuwa akiendesha gari la serikali aina ya Toyota Land Cruiser katika ranchi yake ya Kisozi, akiwa ameambatana na mkewe Janet Museveni pamoja na binti yao. Akizungumza katika hafla ya shukurani ya tarehe 6 iliyofanyika mjini Kampala, Rais Museveni amesema tukio hilo lilitokea alipokuwa akiwaongoza familia yake kuangalia aina mbalimbali za miti katika ranchi hiyo, ambapo kwa muda mfupi alipoteza umakini akiwa anaendesha gari. Amesema hali hiyo ilisababisha gari kupoteza mwelekeo na kuwa karibu na kupata ajali. Museveni amesema licha ya hatari iliyokuwepo, waliweza kuokoka salama bila mtu yeyote kujeruhiwa, akieleza kuwa ni kwa neema ya Mungu ndipo waliepuka ajali hiyo. Vituo vya kura vimefunguliwa nchini Nepal asubuhi ya leo kwa ajili ya uchaguzi wa kwanza tangu mapinduzi yaliyoongozwa na vijana kuiondoa serikali madarakani mwaka jana. Vyombo vya usalama vimesambazwa mitaani kulinda doria na vituo vya kupigia kura kote kwenye taifa hilo lenye raia milioni 30 katika milima ya Himalaya. Mamlaka zimezuia vyombo vya usafiri mitaani na kupiga marufuku mikutano ya kisiasa na mikusanyiko ya kijamii kwenye siku hii ya uchaguzi. Takriban watu milioni 19 wanatazamiwa kushuka vituoni kwa mujibu wa tume ya uchaguzi ya nchi hiyo kuwachagua wajumbe 165 wa baraza la wawakilishi. Na msemaji wa kamandi ya majeshi ya Irani ya Khatam al-Anbiya ametoa taarifa akisema kuwa wanajeshi 100 wa Marekani wameuawa katika shambulizi la Iran huko Dubai. Taarifa iliyotolewa na msemaji wa kamandi ya majeshi ya Irani ya Khatam al-Anbiya imesema kituo hicho cha mkusanyiko wa wanajeshi magaidi wa Marekani katika mji wa Dubai katika Umoja wa Falme za Kiarabu UAE
kilikuwa na wanajeshi 160. Amesema kwa mujibu wa taarifa za kiintelijensia na kutoka uwanjani, wanajeshi 100 wa Marekani wameangamizwa katika shambulio mseto lililoshirikisha makombora na ndege zisizo na rubani. Na huo ndo mwisho wa jicho la nje kutoka hapa Big City Breakfast. Hivi punde tuni Sports Countdown. Mimi ni Jamal Mruma. Hii ni Mjini FM, kwetu ni kwako.